Na chenye nafaa kubeba maombi yako ni utakatifu. Utakatifu. Nataka tuende kwenye maandiko. Nataka uone vile utakatifu iko na nguvu. Usafi wa kiroho vile iko na nguvu. Fungua kitabu ya Yoshua. Yoshua 4. Yoshua 4. Kitabu ya Yoshua. Yoshua 4. Hakikisha jirani yako amepata Yoshua 4 kutoka mstari wa 10. Mstari wa 10 mpaka 18. Mpaka 18. Yoshua ina kutoka mstari wa 10. Yoshua 4 Joshua 4 kutoka verse 10. Joshua 4 kutoka verse 10 kutoka verse 13. Tutamini, wacha tuanze kusoma hiyo Joshua. Joshua 4 verse 10. Akisha jirani yako amepata Yoshua 4 mstari wa 10. So makuhani waliobeba lile sanduku walibakia wakiwa wamesimama katikati ya mto Yordani mpaka kila kitu Bwana alichomwamuru Yoshua kilipokuwa kimefanywa na watu, sawasawa na vile Musa alivyokuwa amemwamuru Yoshua. Watu wakafanya haraka kuvuka. Unaposoma maandiko unaona kwamba hii ni wakati ambapo Joshua alikuwa anavukisha wana wa Israeli mto Yordani. Walikuwa wanavuka na wana wa Israeli. Na unapoangalia hii mto, unapoangalia vile Joshua alikuwa anavuka na wana wa Israeli, Joshua alizingatia utakatifu. Alizingatia utakatifu. Na hiyo utakatifu ndio ilifanya Joshua waweze kuvuka mto Yordani. Utakatifu. Bwana asifiwe. Unapoangalia Joshua alichukua makuhani, akatangulisha makuhani kwanza, sababu alikuwa anajua jinsi wana wa Israeli walivyo. Alikuwa anajua mioyo ya wana wa Israeli. Alikuwa anajua maisha ya wana wa Israeli. Kuna wengine wengi wamejichanganya. Kuna wengine wengi wako na kutoamini. Sasa unaona ile idadi ambayo walifika Kanaani ilikuwa ni idadi chache. Ilichakuwa safari walianza wakiwa wengi. Na ndio maana si waamini wengi wanaanzanga safari ya wokovu wanaingia mbinguni. Waamini wengi wanaanza safari ya wokovu. Wengi wanaanza safari ya wokovu, lakini mwisho hawaingii mbinguni. Sijui wewe ni muumini uko katika kategori gani? Wale wako katika wokovu na kupotea kuzimu, ama ni muumini mgani? Kwa katika wokovu na kuona ufalme wa Mungu, ni muumini aina gani?
Idadi ya walioanza ya wana wa Israeli waliotoka Misri walikuwa wengi sana, lakini wale ambao walienda kufika Canaan walikuwa wachache sana. Wana wa Israeli licha kuwa walikuwa wanabebwa na Mungu, lakini roho ya kutoamini, kujiingiza na uchafu ilikuwa ni maisha yao. Kukosa kutii kuhani, jina anasema hii ilikuwa lifestyle yao. Na Mungu tunayekuleo ni Mungu wa huruma sana. Chani kwambie, atupende sana. Wakati ya wana wa Israeli alikuwa anaangamiza, ardhi inafunguka, inameza kama 50,000 na hiyo pale ikafunikwa na Mungu. Ardhi leo hiyo unapofanya dhambi, sasa hivi Mungu anatembea na different way. Sasa maybe si ardhi itafunguka ikomeze, lakini kuna mambo katika maisha yako inamezwa na shetani. Kuna mambo katika maisha yako inaharibika, inakamatwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe hautembei katika utakatifu, unapatia Mungu kazi ngumu ya kutembea na wewe. So Mungu anapoangalia moyo wako, anajiona yeye mwenyewe. Ndani yako. Mungu anapoangalia maisha yako, anajiona mwenyewe katika maisha yako. You must be like Jesus in your heart. Wewe kuwa umeokoka na bado uko na chuki. Wewe kuwa umeokoka na bado uko na madharau. Basi wewe siona waamini wakiwa kwa kanisa tena useme hawa waamini wakwenda mbinguni. Fuatilia waamini mpaka kwa manyumba zao, utashangaa sana. Utakuwa disappointed na wokovu. Nenda kwa manyumba zao. Kuna wengine bado hawajaimaliza kufanya betina. Kuna wengine bado wanachukiana mpaka sasa. Hii ni mwaka mpya, sasa Mungu ameleta ujumbe. Usikae hii mwaka vile ulikuwa last year. Amen. Hii mwaka kwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize. Yoshua alikuwa anavuka na wana wa Israeli. Lakini unapoangalia Joshua alikuwa anajua ya kwamba lazima afuate system ya Musa yenye aliachwa na babake wa kiroho Musa. Musa alikuwa anajua nguvu ya consecration, nguvu ya utakatifu. Na yule Mungu ambaye alikuwa na Musa, huyo Mungu abariki ndio yuko mpaka leo. Amen. Kama alimwambia Joshua na wana Israeli watakatifu, hata leo anataka utakatifu kutoka kwako. Amen. Abariki, huwezi badilisha Mungu. Mungu ni yule jana, leo, kesho na hata milele. Wewe utapita naye atabaki. Bwana Yesu asifiwe. Na atabaki akiwa mtakatifu. Haleluya. Atabaki akiwa nani? Mtakatifu. Nisikize. Mara mingi unashangaa nguvu za Mungu ni nini? Umeelezewa kila mahali kuhusu nguvu za Mungu. Napatiwa definition tofauti. Nisikize. I have to give you a very simple definition. Utakatifu ya Mungu ndio nguvu za Mungu.
Very simple. Utakatifu wa Mungu ndio nguvu ya Mungu. Kama utakatifu wa Mungu ndio nguvu yake, ukitaka kubeba nguvu yake, beba utakatifu. Kama utakatifu ni nguvu yake, utaka maombi yake iwe na nguvu, beba utakatifu. Sawa. Kama utakatifu ni nguvu yake, kwa hiyo nikitaka kanisa langu liwe na nguvu, beba utakatifu.